Ugomvi Yesu toa, ninakunywa maji mazuri matamu. Kazi ya Mungu wa sauti. Ninakunywa Nako juu msalaba wa Yesu. Yesu toa, Sifa Yesu toa, Asante Yesu toa, magonjwa kwako Yesu toa. Ninakunywa maji mazuri matamu, ewe wa mama. Patia Mungu wa sauti, patia Mungu wa sauti. Mkono juu, msalaba wa Yesu. Mnapenda kutumikia nani? Mnapenda kutumikia nani? Napenda kutumikia. Unapomtumikia naye anaachilia baraka kwa. Asante sana. Umshawami yuko wapi? Gabrieli yuko wapi? Utamwona tu pale waone. Asante sana. Hey, kwani mimi naongea na maadui wa shetani hapa? Huko nyuma kuna maadui wa shetani huko. Kuna maadui wa shetani. Haya. Na hapa wa mama kuna maadui wa shetani kweli? Haya. Kwani hakuna rafiki wa shetani hapa? Asante sana. Hiyo ni injili ile Jumapili nyingine. Ni sawa? Ukikosa ni shauria. Sasa wacha tupate injili ya leo. Inasema kujitolea kikamilifu. Kujitolea kikamilifu. Tutafungua kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. Tutaanzia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Wachwami, kujitolea kikamilifu, najaribu kusema nini? Nafikiri leo utafuata injili ili uweze kuelewa. Ndakuwa nakimbia kwa haraka ili tunatuweze kunyonya, tupate matunda na tupate baraka ya Mungu wa mwamini. Kujitolea kikamilifu. Wakristo wakati wa kujitolea katika ibada imekuwa hawapatikani kwenye ibada. Imekuwa watu wengi tunajitoa kwenye ibada, lakini tunajitolea nusu nusu.
Mara mingi tunakuja kwenye madhabahu, tunakuja kanisani ili tubarikiwe, ili shida zetu ziweze kuondoka. Lakini injili yenye sisi tunaitoa sisi wenyewe, huduma yenye tunatoa huduma ambayo iko nusu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wengi wanakuja kwa mkutano, ikifika wakati wa kuhubiri kama saa hizi, mtu amelala, huyo anafanya ibada nusu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaona mwenzako anakusumbua, huyo anafanya ibada nusu. Mungu anasema hivi, anapendezwa na Waisraeli ambao walikuwa wanafanya ibada iliyo kamilifu. Anafanya nini? Anapendezwa. Hiyo ni kitabu cha Yeremia. Mungu anamwambia Yeremia, ninapendezwa na wana wa Israeli, walinifanyia ibada iliyo kamilifu. Jiulize wewe, unafanyanga ibada iliyo kamilifu? Wewe leo unafanya ibada iliyo kamilifu? Wengi tumekuja kanisani, tumekuja ili tuonekane, tumekuja, lakini hatujakuja kushukuru Mungu wa mami. Kama ulikuja kuonekana, uko kwenye ibada nusu, haujajitolea kikamilifu. Mungu anasema anapendezwa na mtu ambaye anajitolea kikamilifu. Wakati wewe unakuja kanisani, unasema leo niende, nasikia leo sitaenda. Leo sitaenda. Si leo Stano aendi kanisani. Kama Stano aendi, pia mimi sifanyi nini? Basi wewe uko kwenye ibada nusu. Kuna mwingine ataona chapati asubuhi, si ndio? Atakaranga chapati vizuri, wakule na mzee wake hapo. Huyu anafanya ibada iliyo nusu. Wakati mwingi unapatana kanisa iko na shida fulani. Wakati unapata kanisa iko na shida, kama mtu amefiwa, tumepoteza mwenzetu kanisani, utaona kwa hiyo siku ambayo inakuja kutolewa ripoti ya kwamba tumepoteza mwenzetu, kanisa unaweza ipata watu wamejaa, kila mtu anaangalia. Lakini tunapoendelea utasikia wiki inayokuja tutakuwa na mchango. Alafu wewe hiyo Jumapili nyingine unaambiana mwenzako hakuna haja kuja kanisa. Inafanyika kwa makanisa. Inafanyika, si kweli? Unakataa kuja kanisani juu mwenzako amepata shida. Hata pia wewe jua shida inaweza kupata. Fanyia Mungu wa ibada iliyo kamilifu kama wana wa Israeli, ndio Mungu wa akupende. Shida inaweza pata huyu leo, shida inaweza pata mwingine kesho. Usiposaidia mwenzako, je, wewe kesho utakuwa aje? Ndio maana wameka tuimbia, katika shida, katika raha, Mungu tuombe Mungu. Katika shida, katika raha,
nani hao? Amjibu aokoa. Sio gitaa nasema hivyo. Hebu wapenzi gitaa. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hebu gitaa peke yake chorus. Bezi ongeka mtu. Goma. Saxophone. Aya, nataka kusikia saxophone, bass guitar na solo guitar. Tuende chorus. Saxophone. Saxophone. Ngoma. Haya, tukae chini. Yerusalemu ni raha. Unaweza kosa mkutano kweli? Mtakosa mkutano kweli? Aya. Unajua leo mmenipatia jina. Na ni nyinyi ndio mmenipatia jina. Mmesema nyinyi ni adui wa nani? Maadui wa shetani. Mtakuja kanisa. Mtakuja kanisa. Yaani huyu shetani mtaka kumbembeleza. Shetani afanye nini? Haya. Asante sana. Sasa nimejua. Shetani penye uko na maadui wengi na ndio wamekaa. Lakini akikuja tunafanya nini? Tunafanya nini? Umushike shetani. Yuye. Gai wa mami.
Mwambie wewe utasomwa. Wewe utasomwa. Shetani aya, hebu kunja sura kidogo, kasirika kidogo. Sema shetani Shetani hatuwezi cheka na yeye, si kweli? Kama ni adui ya shetani lazima afanye nini? Aende. Tumefungua kitabu cha Wafalme wa Pili. Sikia wengine wanasema tu uvuki. Aya. Ni kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. Wacha tutaonya some kimaliza kabisa. Bwana asifiwe. Kwa maana itasomwa. Siku hizo Ezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengaza mambo ya nyumba yako. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwambia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni adui ya shetani na umelala, shauri yako, shetani atakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Asante sana. Sasa Swami, tumesema kujitoa katika kazi ya Bwana kikamilifu. Hapa kuna mtu ambaye anaitwa Ezekia. Huyu Ezekia ilikuwa imefikia wakati wake wa kukufa. Na nabii Isaya akawa amemwambia imefikia wakati wako kufanya nini? Wa kukufa. Lakini Ezekia hapa akamwambia wakati nabii Isaya alimwambia ya kwamba ni wakati wako wa mwisho. Ezekia alikuwa wakati wake wa mwisho. Nikijaribu kusema wakati wako wa mwisho, wakati ule mtu anakuwa mgonjwa, hata hawezi inua kikombe au hawezi kujipindua. Ezekia alikuwa katika ile hali. Na huyu Hezekia wakati aliambiwa na nabii Isaya, alijua ya kwamba chenye nabii Isaya anamwambia ni maneno yametoka kwa Mungu. Na akajua ni kweli anafanya nini? Hatakufa. Chenye Ezekia alifanya, Ezekia Biblia inasema aligeukia ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inamaanisha Ezekia kugeukia ukuta, hapo kwenye ukuta ndio Mungu wake alikuwa kwenye ukuta. Hapo kwenye ukuta ndio ilikuwa madhabahu ya kwake. Ezekia aligeukia nini? Ukuta. Wakati Ezekia ako katika ile hali ya ugonjwa inataka kumbaliza, aligeukia ukuta. Wacha nilete kwa sisi wa Kristo. Sisi watu wengi wa Kristo mara mingi tunapopatwa na shida, hatutaki kugeukia nini? Ukuta. Tunataka mara mingi kupiga simu. Wakati uko na shida, unataka kupiga simu. Wacha nitumie taekwondo. Taekwondo, Bwana asifiwe. Amen. Leo sitakuja kanisa. Wewe uniombee. Nimeshikwa na shughuli.
Umeshikwa na nini? Na shughuli. Taekwondo, leo mimi ni mgonjwa, sitaweza kufika. Umesahau inafaa ugeukie nini? Ukuta. Yaani najaribu kusema nini? Ezekia aligeukia ukuta. Ukuta ilikuwa madhabahu ya kwake. Na wewe madhabahu ya kwako yenye inafaa ugeukie ni madhabahu ya Yerusalemi, yenye inaweza kuondolea magonjwa, yenye inaweza kuondolea kisirani, yenye inaweza kuondolea kifo kwa nyumba yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakristo saizi ni simu. Hata kuna wengine leo wamepiga simu. Kuna watu mmepigiwa leo simu, leo sitakuja kanisa kwa sababu mimi ni mgonjwa. Lakini kumbuka injili ya mami. Alikuwa anasema mama akishajifungua, si mlikuwa mnajifungua Saturday na Sunday mko kanisani? Hata mimi mama yangu alijifungua. Mimi mama yangu alijifungua Sunday. Mimi nilizaliwa Sunday. Mami alisema niende nizaliwe na mama akarudi kwa mkutano. Nikaletwa kwa mkutano. Si mama alikuwa na nguvu? Mami alisema nyinyi mnakuanga na nguvu, si kweli? Sasa wewe ni mgonjwa kidogo tu, umesahau injili ya mami. Mami alikuambia geukia nini? Ukuta. Wewe umesahau, umechukua simu. Umeweka mwanadamu kuwa kama Mungu wako. Naye Mungu anakuacha. Kama niyo magonjwa yenye umesema niko mgonjwa, nimelemewa, sitaweza kufika. Hiyo wiki yote utakuwa kwa kitanda. Lakini kama ungejikaza, kama mtoto wa mami, kama Hezekia, ungegeukia ukuta wako, ukuje uombe na magonjwa ifanye nini? Ikuondoke. Jina la Yesu lipewe sifa. Ambia mwenzako geukia madhabahu ya Yerusalemu. Hapa kuna majibu. Hapa kuna uponyaji. Hapa kuna uzima. Sio sisi ndio tulimtafuta. Ni Yesu alifanya nini? Alitutafuta. Au hujajua chenye nimesema? Sisi hatukutafuta Yesu. Ni Yesu alifanya nini? Alitutafuta. Wewe ilikuwa inafaa. Kwa hiyo dhambi wazazi wako wamefanya, kwa dhambi yenye sisi tulikuwa tumefanya, Mungu alikuwa ameamua kutoa ghadhabu ili tumalize dunia yote. Lakini Yesu akaja duniani ili kukutafuta nani? Wewe. Mami alikuja kwa shida zako ili kukunena shida zako ziondoke, akakwambia geukia madhabahu ya Yerusalemu ndio suluhisho yako penye iko. Jina la Yesu lipewe sifa. Kugeukia ukuta ni kugeukia madhabahu. Wakati mwingine mtu akupigia simu Jumapili akikwambia ako mgonjwa, mwambie kuja kanisa. Kuja wapi? Kanisani. Hata ni yeye akuje kanisani, akimbie iende, na hiyo magonjwa iende, na ikiendanga na iende ikienda. Hezekia aligeukia nini? Ukuta. Wewe leo umekuja Yerusalemu, umekuja geukia nini? Ukuta. Lakini kabla Hezekia ageukia ukuta, ilikuwa kuaje? Manake Wakristo wengi tunataka kugeukia ukuta. Wakati tunataka kugeukia ukuta, tukifika kwenye ukuta, tunakuja tu, tunakimbia iende. Baada ya hapo, hautaki kusikiliza hata kwaya, hautaki kusikiliza venye kanisa inaenda. Wewe unapita unafanya nini? Hiyo ukuta itakujibu kweli? Mtaka kujua kwa nini hiyo ukuta haiwezi kujibu? Hiyo madhabahu haiwezi kujibu. Ndio umekimbia, umemaliza kukimbia. Ni kitu gani, tofauti gani yenye Hezekia alifanya? Hezekia, Biblia inasema aligeukia ukuta. Na baada ya kugeukia ukuta, Biblia inasema moyo wake ulihuzunika. Yaani kunyenyekea. Baada ya kunyenyekea, Biblia inasema Hezekia alilia sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunakuja kwenye madhabahu, tukikuja tukikimbia iende, hatutaki hata kulia kwenye madhabahu. Shida zako unazijua wewe mwenyewe. Magonjwa yanakusumbua unaijua wewe mwenyewe.
Lakini ukifika hapa, Wakristo wengi tunataka kufika kwenye madhabahu, tuombe tu Mungu tusaidie hivi na hivi na hivi, na utoke uende. Ukifika kule nje, chenye unafanya na kama Wakristo wengine ni tofauti. Kwa kanisa wewe ni tofauti. Wakati kuna shida uzisaidia. Mwingine akitoa shukurani, wewe unaumwa. Si wako nyona umwanga? Wako. Hata pia leo nawaambiwa waumwe. Pikipiki si imeingia? Si imeingia? Tena wafanye nini? Na tasa wakizaa watoto tena wafanye nini? Yerusalemu ikiendelea tena wafanye nini? Na harusi tukienda tena wafanye nini? Piga Bwana Yesu makofi. Sasa ushawami, Ezekia aligeukia ukuta. Soma mstari wa 2 na 3. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwambia Bwana, akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekia akamwambia Bwana, kumbuka. Fanya nini? Kumbuka. Ambia mtu remember. Aliambia Mungu nini? Remember. Wewe utaambia nini Mungu wa mami? Wewe leo ni mgonjwa na matendo yako sio mazuri. Hata ukiambia Mungu wa mami remember, atakuuliza na kukumbuka na nini? Si ni kweli? Atakukumbuka na nini? Na nini? Lakini kama umeshikilia Injili, unakuja kila Sunday kanisani, vita zikiwa tunapambana, tunajadiliana, safari ikiwa tunaenda. Kama ni mwenzenu anapata na shida tunasaidiana. Kama ni mwenzenu kwa Kenyatta tunaenda. Hata ukiambia mami, Mungu wa mami, nilienda Kenyatta, nikaona mtoto wa mami. Mungu wa mami sema na sauti Wakati wewe ni mgonjwa, ambia Mungu wa mami, nilienda safari, nikakaa kwenye maji. Mungu wa mami, usiniwache kumbuka. Sasa wacha tusikie. Kweli Mungu wa mami anakumbukanga watu? Kweli Mungu wa Ezekia alimkumbuka? Ezekia alipoambia Mungu hivyo, ilikuwaje mtoto wa mami? Nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alitenda machoni pa Bwana vitu vilivyo vizuri, alikuwa mkamilifu. Watu wengi Wakristo wengi tunataka kufanya vitu vyenye si vikamilifu. Tunajitoa kwa ibada nusu. Hautaki kukuwa mkamilifu. Uko mguu mmoja Yerusalemu, mguu mwingine kwa Waislamu. Mguu mwingine nasikia kuna jina imetajwa hapo. Mguu mwingine wewe umekimbia kwa madawa. Kama una madawa hela tu kwa madawa. Sisi tukujue tu wewe ni wakarumanzira. Na kama wewe ni Mjerusalemu, wewe ni Mjerusalemu. Ulikulishwa chuma na Mungu wa mami, magonjwa ikaondoka. Ni kwa nini tena urudi nje? Kuwa mkamilifu mtoto wa mami, naye Mungu wa mami atakukumbuka. Tutarudia mstari wa 3. Nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia kalia sana na sana. Na Bwana abariki maandiko. Umesikia Ezekia aligeukia nini? Ukuta. Baada ya kugeukia ukuta alifanya nini? Alilia sana. Kuna shida ingine itakupasa wewe kulia sana. Ndio ilifanya nini? Ikuondoke. Ukiendelea hapo mbele, Mungu alimwongezea Ezekia miaka ngapi? 15. Miaka 15. Mungu alimwongezea. Hata wewe mtoto wa mami mwenye umekuja ukiwa mgonjwa, mwenye umedhoofika, mwenye uko na nini kwa moyo wako, Mungu anamwambia kuongezea miaka yako.
Usife moyo vile umekuja hapa mtoto wa mami. Kuna njia ambazo zinafunguka. Hata kama imefungwa kwa miaka 15, Mungu anakufungulia njia yako. Ezekia aliomba, akamwambia Mungu nikumbuke. Hata sisi leo tunaambia Mungu atukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuacha. Wewe tu mwenye unakuja kanisani, unashikilia injili yake. Ulikuwa unakaa pale nje saa 12 mpaka saa 9 mchana. Sijui ilikuwa inawachoma. Mnakumbuka? Ukiambia Mungu wa mami kabisa, Mungu wa mami nikumbuke, atakataa kukumbuka. Atakukumbuka, si ndio? Katika jina la Yesu Mungu ameenda akukumbuke. Watu mimi nashukuru sana. Kuna wale wataenda safari ya harusi. Nilikuwa nimeona mmesimama. Mkifika kule ni swali nauliza. Mkifika kule wakisema headquarter, tunataka mtuimbie wimbo ya harusi. Headquarter, msimame mtuimbie wimbo ya harusi. Ndio tuimbia nini washawami? Sini sikia kwa tu. Ndio tuimbia kwa nini washawami? Hebu imbia tu hapo, mtu mmoja imbe nisikie. Manake tukitoka hapa kama headquarter, kama kichwa. Kama nini? Kichwa. Na tufike kule. Tuanze kugoyana. Mwanze kufanya nini? Wacha niseme Velma anaangalia Taekwondo anaangalia Kimotai. Mama nani pale anaangalia mwingine. Hii kama kanisa mtakuwa mmetuangu? Uko na wimbo nini? Kuja wimbo. Sasa lazima mjipange vizuri. Wacha tusikie wimbo. Na mtoto wa mami hata pia kucheza, uwafundishe kucheza na wacheze hivyo huko. Nilikupenda ukanipenda, uwe wangu nami wako, popote duniani ni wewe peke, hakuna mwingine. Ewe ndiwe wangu nami wako siku zote, popote duniani ni wewe peke, hakuna mwingine. Wewe ndiwe wangu nami wako siku zote, popote duniani ni wewe peke, hakuna mwingine. Wewe ndiwe wangu nami wako siku zote, popote duniani ni wewe peke, hakuna mwingine. Wewe ndiwe wangu nami wako siku zote, popote duniani ni wewe peke, hakuna. Amepita mtihani au hajapita mtihani? Simona mami wa kwake. Amjiona mami wa kwake? Si amecheza kiringa na hapo, mjiona kifanyako hivi kidogo. Kidogo tu. Mimi wakati Mzaira aliniita hapa kucheza, nilicheza, nikacheza, kwenda kwa nyumba, hii mguu ilikufa kabisa ganzi. Nikashindwa sasa hii ni nini, na nimekuwa mzima tu kwa kanisa. Malaria ikanisika, kifua na pneumonia. Lakini bila nimekuja hapo, tukakaa hapo, nikaanza kucheza pale. Hii mguu kwa kusema kweli ile mawe ilikuwa ndani imetoka. Na nimepona. Siwezi kurudia tena, nimepona. Niko mzima, hata saa hii naweza cheza. Asante sana. Umesikia kuja mtoto amekuja? Obonita kuja. Umesikia anafanya nini? Haya.
Ngoja kwanza. Unajua kuna wimbo mwingine harusi ya ule mtoto wa mami. Mwanaambira kwa wapi? Mwanaambira kwa wapi? Mwanaambira mena? Paulo. Paulo. Hebu niambie tu mwanaambira kama umekaa hapo. Mwanaambiri mwanaambiri eshekolelo. Mwanaambiri ebayane. Mwanaambiri bayane. Umefurahia? Haya, hiyo wimbo sasa mtasema mwana wa mbili, wenye mnaenda huko, mtasema mwana wa mbili. Mtasema mwana wa mami mayayeko, mwana wa mami. Mwana wa mami mushekorero. Umesikia? Mwana wa mami mayayeko. Mwana yeko. Mwana wa mami mayayeko. Mwana wa mami mayayeko. 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 Mayayeko. Kwa harusi msiende kuaibisha ili kuota. Kanisa mzima auliza, mwende muaibishwe? Wazee, mwende muaibishwe? Wamama, mwende muaibishwe? Watuimbie, si ndio? Haya. Na mimi nashukuru Mungu wa mimi. Naye Mungu wa mimi akifungua njia, tutazunguka huko kwa Big Ben, tuzunguke Luanda ndani. So tupatanie wapi? Tufanye injili ya mami huko kidogo. Kuna watu wanaongea vibaya huko, si ndio? Wanasema vile mami alienda, pia kanisa ikafanya nini? Injili ya wapi? Big Ben, si ndio? Tukifika kule hata tunaweza anza na wimbo ringa ringa kama tausi ringa. Ringa ringa kama tausi ringa. Ringa 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 kama tausi ringa.
utashika rhythm vizuri. Twende pole pole. Ringa ringa kama tausi ringa. Ringa ringa kama tausi ringa. Ringa 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 kama tausi ringa. Maua kidogo, kama maua kidogo. Weka maua kidogo. Mkutano sasa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kila mtu amefurahia? Haya. Ukitaka ingine tupatane wapi? Tupatane wapi? Tupatane wapi? Ndio tena safari, simameni. Kwa haraka mkimbia hapa iende. Tena wanaume kwanza mtakimbia iende. Ngoja wanaume kwanza wakimbia iende na tukemee kisirani kabisa, alafu warudi waende kaa. Iende, 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 kifo iende, kisirani iende. Ajali ziende. Kisirani iende. Iende, 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 iende. Haya. Wana imani wa mama mtaenda.
Asante sana watoto wa Ami. Kwa imani tutafi. Nina imani kuna raha kwa Baba. Nina imani. Ukitenda mema, hautendei mimi, hautendei mami, unatendea nani? Mungu wa mami. Unatendea Mungu wa nani? Mungu wa mami. Wakati utamwambia remember, hata pia wewe kwa harusi yako, kwa harusi ya watoto wako, watu watajaa. Wakati utamuita wakati wa shida, Mungu anatumanisha malaika. Kuna uwezekano malaika tumekaa nao hapa, watakuja, watajaa kwako, watakusaidia. Kuwa na imani, na vijana wa gitaa hawajakimbia, walishakimbia. Asante sana, nashukuru sana. Tuweze kuomba, tufunge mkutano, alafu tuweze kupokea baraka kwa haraka, alafu tuweze kuelekea. Asante sana watu. Yule shetani asinionee mimi peke yangu. Si pia nyinyi maadui wa shetani? Sasa nani amesema sana? Atumesema ni adui wa shetani. Shetani ni adui wetu sisi wa Yerusalem. Sana tena sana. Asante sana. Kama shetani ni adui yako, ile wiki nyingine tupatane. Si ndio tuome? Tukue na imani, tutapona. Tukue na imani, Roho Mtakatifu anafanya kazi. Sisi tunajaza tu ringa kama tau. Wacha tuende tupambe. Tusitwange tu ati hawa wamekuja ni matanga. Wako pale Big Ben ni Wacha sasa waone tuko na baluni za white na baluni ya blue. Hata ikiwezekana funga kwa masikio. Wajue leo ni ile awatobo. Alafu tukitoka huko tutakuwa na harusi pia hapa hivi watoto wa mimi. Haya, situpige magoti yetu tuweze kumlilia Mungu, tumwambie akumbuke shida zetu, aweze kutuondolea. Ninakunywa maji mazuri matamu. Ninakunywa maji mazuri matamu. Unakunywa maji gani kwa maji? Natoka wapi mtoto wa Maria? Kwa Mungu wa misa wote, kuna baraka zako zimefungiwa mahali msomi. Njia zako zilikuwa zimefungwa. Anza kuomba kumwambia Mungu njia zako, kumwambia Mungu njia zako, kumwambia Mungu milango zako. Wewe mwenye una fedha ambia Mungu anakufungulia milango. Anasema anafungua. Anasema sisi ndio tutakopesha. Anakuondolea madeni. Ninakunywa maji mazuri matamu.
kwa neema yake, atakupeleka kwa neema yake, atakutembeza kwa neema yake. Ndoa yako imejaa neema, kazi yako imejaa neema yake, uhai wako umejaa neema ya Mungu wa mami. Uko hapa leo kwa sababu ya neema ya Mungu wa mami. Mtoto wa mami, ongeza sauti yako mtoto wa mami, jitakase mtoto wa mami kwa lugha yako. Ambia Mungu wa mami akufungulie baraka zako. Anasema kwa imani anafungua, anasema ukiwa mkamilifu anafungua njia zako. Hezekia aligeukia ukuta, magonjwa yaliyokuwa ndani yake Mungu akaiondoa. Kuna magonjwa yamejaa ndani mwako mtoto wa mami. Geukia leo madhabahu ya Yerusalemu. Geukia leo maombi ya leo mtoto wa mami. Geukia hii madhabahu ya Yerusalemu. Hii madhabahu inaondoa magonjwa. Hii madhabahu inaondoa magonjwa ya miguu. Hii madhabahu inaondoa kichwa kwa nyumba yako. Hii madhabahu inaondoa laana kwa nyumba yako. Geukia hii ukuta mtoto wa mami. Hezekia aligeukia ukuta, alipata majibu yake. Mtoto wa mami nakuzigeukia. Mulilie Mungu wa mami. Njia zako zimefungana, njia za ndoa zimefungana, njia za ndoa zimefungana, njia za watoto zimefungana, njia za kazi zimefungana, njia za kwenu zimefungana. Damu ya ukoo imekulemea. Oh, kemea iondoke, kemea iondoke, kemea iondoke, kemea iondoke, kemea ndo maajali mtaka kuandama, kemea hiyo kifo inayokuandama. Wanasema kifo hautazikwa. Kemea hiyo kifo, kemea hiyo kifo, kemea ndo masanduku, kemea ndo masanduku, kemea ndo midomo, kemea hiyo midomo. Yesu toa, 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 yetaanilishwa. Wanasema utarudi ukiwa nyumbani ndugu. Hao wenyewe wanasema ukiwa kwa sanduku kemezo midomo zao. Wanaokutafutia wabaya wakemee. Wanaokutafutia wabaya wakemee. Wanaokutafutia wabaya wakemee. Wanaokutafutia kutoka wabaya wakemee. Kemea katika jina la Yesu. Kemea mama jini. Kemea devil worshiper. Wakemee. Kemea devil worshiper. Kemea shetani. Shetani sio rafiki yako. Akikumana na kumaliza. Wakemee. Kemea damu ya ukoo. Kemea ndo laana. Yesu toa. Yesu toa. Yesu toa. Yesu toa. Nakushukuru Mungu wa mami, Mungu wa Shadraka, Mungu wa Yakobo. Tumepiga magoti yako Mungu wa mami. Tuko mbele zako Mungu wa mami. Hezekia alikugeukia. Aligeuka kwenye ukuta na ukamsikia Mungu wa mami. Baba ukamwongezea hadi miaka. Ugonjwa ukaondoa. Ugonjwa kwa washiriki toa. Ugonjwa Yesu toa. Ugonjwa Yesu toa. Ugonjwa Yesu toa. Kansa damu Yesu toa. Kansa damu toa. Kansa damu toa. Malaria toa. Kansa riswa. Magonjwa toa. Kisakatete toa. Kisangwaria wote toa. Shetani go. Mungu wangu tuonekanie. Hezekia alipata majibu yake. Sisi kama wa Yerusalemu tumekugeukia Mungu wa mami. Tuko kwa madhabahu tena. Tunaitisha uhai. Tunaitisha uhai. Ondoa ajali kwa wiki Yesu toa. Ajali Yesu toa. Ajali Yesu toa. Ajali Yesu toa. Ajali riswa. Ajali shetani kwenda. Linda wa mama Mungu wa mami. Wafunike kwa hema lako. Linda wazee Mungu wa mami. Achilia Roho Mtakatifu Yerusalemu. Achilia Roho Mtakatifu Yerusalemu. Achilia Roho Mtakatifu kwa nyumba zetu. Ondoa madeni kwa nyumba zetu. Ondoa madeni kwa nyumba zetu. Ondoa ukimwi Mungu Baba. Ondoa Yesu. Ondoa. Shetani kwenda. Fungua milango Mungu wa mami. Fungua milango Mungu wa mami. Hii safari iko mbele. Kama ni kifo tumepangiwa mbele. Hiyo kifo Yesu toa. Hiyo kifo Yesu toa. Hiyo kifo Yesu toa. Majali Yesu toa. Wakutuona Yesu toa. Shetani kwenda. Mungu wa mami Jehova tuombe. Naomba haya machache nikiamini katika jina lake Yesu. Mtakatifu wa Israeli.
Jambo lolote mtu anataka Baba, fungulie njia. Kupata kazi toa, kwa mapato toa, toa. Asante kwa wema wako na ushindi wako. Naanza naye tumemaliza na wewe.